Wanadamu ni viumbe vinavyokuwa, nafsi zetu zinakuwa kila siku, na hii ni lugha ambayo maneno yanajaribu kueleza, lakini huwezi kueleza kwa uhalisia nini kinatokea, isipokuwa mtu mwenyewe ndiye anaweza ka experience. Kwa kifupi, sio tu kukua, bali ni kukumbuka. Kwa hiyo ukumbukaji huu ndio tunaoita ukuaji wa nafsi. Nafsi inapokumbuka asili yake ndio ambayo watu wanaita ukuaji wa nafsi. Utajuaje kama nafsi yako inakuwa? Utajuaje kama umefika katika kipindi cha kukumbuka? Utajuaje kama huu ni wakati wako wa kukumbuka? Kuna dalili utaziona. Hizo dalili zitakuwa zinakuonyesha kwamba tayari nafsi yako imetoka katika layer ambayo imekuwa nayo kwa muda mrefu na imeenda kwenye layer nyingine, hatua nyingine ya kujitambua. Kwa hiyo kuna nafsi ambazo bado hazijajitambua katika sayari dunia na ziko ambazo zimejitambua. Kwa hiyo ukiona hizi dalili, jua kwamba nafsi yako inaamka, jua kwamba umeamka. So that is spiritual awakening, the signs of spiritual awakening. Roho yako imeamka, nafsi yako imeamka, unakumbuka wewe ni nani, na kwa kifupi unakuwa mtu mpya kabisa, kwa sababu ni kama kuevolve, ni kama kipepeo anavyobadilika, ni kama kutoka kwenye pupa ama lava na kuwa kipepeo. So ziko dalili ambazo zitatokea. Dalili ya kwanza, unaanza kuhoji kila kitu. Unaanza kuona, unahoji mifumo ya kiimani ambayo umekuwa ukiamini, itikadi zako, mifumo fulani ya kijamii. Kuna mambo ambayo yamezoeleka kwa muda mrefu, lakini unaanza kuhoji, hivi mbona mimi naamini kitu hiki? Naamini kwa sababu nimekielewa na kukitambua, au kwa sababu kimerithishwa kwangu kutoka kwa watu wengine, kwa sababu kuna mtu mmoja alinishawishi? Kwa hiyo unaanza kuuliza maswali kwa uelewa, kwa sababu nafsi inapokuwa inakuwa haifati tena bendera fata upepo. Nafsi inapokuwa inakuwa inatafuta utambulisho halisi, na maana inatafuta kujielewa. Kunapokuwa na aina yoyote ya imani ambayo inakupa maswali, mfumo wote ambao wa kiimani, wa kiitikadi, ama mtindo wote wa maisha ambao umeuzoea kwa muda mrefu, unaufuata tu bila kufikiria kwa kina, unaanza, nafsi yako sasa inataka ifanye jambo ambalo inalijua, itembee katika mfumo ambao inaujua na imeutambua kwa hiari, sio tu inapelekwa. Kwa hiyo utaanza kuhoji. Dalili ya pili, utaanza kuona ulimwengu ambao ulikuwa umeujenga unabomoka, maisha uliokuwa umeyajenga yanaanza kuanguka. Kwa nini? Kumbuka, lava ama kipepeo anapokuwa kwenye lile pupa lile, anakuwa kwenye ulimwengu mwingine. Anapotoka, anatoka kwenye ulimwengu mwingine. Kwa lile cover lilomshika lile linamong'onyoka ili atoke kipepeo. Sasa sehemu kubwa ya maisha ulioyajenga, sehemu kubwa ya utambulisho ulionao, sehemu kubwa ya mafanikio na tafsiri za mafanikio ulionazo zinatokana na nafsi yako katika uchanga. Kwa hiyo sasa, hiyo mitazamo, hizo elimu na aina ya mafanikio ambayo umeyajenga ndio kikwazo ambacho kinazuia, ni kama cover inayozuia pupa ama lava na kumfanya kipepeo asitoke. Kwa lazima limong'onyoke lile, lazima ianguke. Kwa wengi unapoteza shauku na kazi ulizokuwa unazifanya, unapoteza morali na mambo ambayo ulikuwa umeyajenga kwa muda mrefu, na wakati mwingine pia unaweza ukajaribu kushikilia, lakini kila unapojaribu kushikilia unaona vinaanguka. Dalili ya tatu, nafsi yako inaingia katika giza, kwa sababu kama kuna mambo mengi ulikuwa umeyajenga yanaanza kumong'onyoka, yanaanza kubomoka, na hayo mambo ndio ulikuwa umeyafanya kama nguzo kwenye maisha yako. Una ujasiri kwa sababu kuna mambo fulani, kuna mafanikio fulani uko nayo, kuna elimu fulani ulikuwa nazo, kuna misimamo fulani ulikuwa nayo, ndio ulikuwa unashikilia kama nguzo. Kwa hiyo yale mambo yanapobomoka, yanakuingiza katika kipindi au katika wakati wa sintofahamu, kwa sababu unajaribu kuyajenga, hayajengeki. Kwa unakuwa katikati, utaki kukubaliana ukweli kwamba it is the end, era yake imeisha. The era, zama
ulizokuwa nazo zimeisha, unaenda kwenye zama nyingine, bado unashikilia. Sasa ile kushikilia ile ulimwengu ambao unabomoka ndio inapelekea giza katika nafsi yako, hali ya kukosa mwelekeo. Unaona darkness, yani huoni mwelekeo, unaona kama ndio mwisho wa maisha, huoni mbele, huoni chochote, hujui what will happen, nini kitatokea, uelewe. Lakini hii ni muhimu sana, kwa sababu hatua hii, dalili hiyo ya tatu, inaenda kukusaidia kuyeyusha utambulisho bandia ulioujenga kwa muda mrefu, wengine wanaita ego. Kwa hiyo ego inatokana na utambulisho ulioujenga kwa muda mrefu na yale mafanikio uliyokuwa nayo. Kwa kadri unavyokuwa na mafanikio makubwa zaidi, unavyokuwa unajivuna zaidi na kujitambulisha na haya mambo ambayo umeamini, ndio hiyo ego layer yako ya utambulisho wa nje inakuwa kubwa sana. Hiyo ndio inayokuzuia pia kwenda kumpata yule halisi, wewe halisi. Inakuzuia kukumbuka. Kila unapojaribu kukumbuka, unaona elimu yako, unaona uwezo wako, unaona vipawa vyako, unaona dini yako, unaona imani hii, unaona misimamo fulani ambayo uko nayo, ambayo unajivunia nayo. So kama vile vimebomoka na uko kwenye giza, unakuwa una cha kujitumainia tena. So kama vile vimebomoka na uko kwenye giza, unakuwa una cha kujitumainia tena. Kwa ina maana dalili ya 4 sasa, unaanza kuona unapoteza hali fulani ya kujivuna. Ulikuwa mtu wa kujivuna na mambo fulani, sasa yanabomoka, inafika mahali unaanza kujiona unanyenyekeshwa. Wakati mwingine, kwa kifupi, sio kwa kutaka kwako. Na kumbuka, hapa siongelei unyenyekevu unaofundishwa kwenye jamii, unyenyekevu unaofundishwa kwenye dini. Ule ni unyenyekevu bandia wa kujifanya mnyonge. Huo sio unyenyekevu. Unyenyekevu unaozungumza ni ule ambao hakuna unachojivunia. Hivi unafahamu wale watu wanaojiona, inawezekana ulikuwa unajiona mnyenyekevu, lakini ulikuwa unajivunia kwamba wewe ni mnyenyekevu. Yaani kuna na mafumu na kiburi fulani kwamba ya mimi ni mtu fulani mnyenyekevu, mimi mtu fulani mpole, mimi mtu fulani mkimya. Ego, hiyo nayo ni ego. Kwa hiyo sasa yanaweza yakatokea matukio katika ile kubomoa ulimwengu uliofanya ubomoke, yatatokea matukio ya kuvunja hiko ambacho wewe unakiita unyenyekevu. Utakuja kugundua kwamba wewe ni mtu fulani ambaye unasimamia misimamo yako, haujali watu wanasema nini. Lakini ulipokuwa kwenye mifumo ya kijamii ilikufundisha kuinama. Kwa inafika mahali unaweza kugombana na watu ambao ulikuwa na waheshimu, mpaka wanakutafsiri tena, wanaiondoa ile sifa yako, kwamba walikuwa nakuita mnyenyekevu, sasa hawakuiti mnyenyekevu tena. Walikuwa nakuita msikivu, sasa hawakuiti msikivu tena. Walikuwa nakuita mtu mwenye hekima, sasa hawakuiti mwenye hekima tena. Ina maana sasa ndio unageuka unakuwa mnyenyekevu halisi. Mnyenyekevu halisi ni yule anayetambua ya kwamba yeye ni mpumbavu, ni mpuuzi mmoja. Ina maana mtu huyu anaweza kasikiliza. Hiyo hatua ya 4, dalili ya 4 inakupeleka kwenye dalili ya 5. Ina maana kama ego yako imeyeyuka, umekuwa mnyenyekevu sasa. Ina maana unasikiliza sasa ile sauti yako halisi ya wewe wa ndani, ambaye unatakiwa umkumbuke, inaanza kuongea kupitia mazingira yako. Of course inaongea kila siku. Kwa lugha nyingine, ulimwengu ama Mungu anaongea na wewe kila siku, lakini usikii, uoni hiyo lugha kwa sababu ya matabaka uliojijengea yanayotokana na utambulisho wa nje ama your ego. Kwa inapofika hatua hii, baada ya giza, baada ya ego yako kuyeyuka, unaanza kuona jinsi ambavyo ulimwengu unaongea na wewe, matukio yanavyoungana. Unakutana na watu katika namna ambayo unaona kabisa, nimekutana na huyu kwa sababu hii. Kuna jambo fulani unalifikiria, unaona kila kitu kinajiunganisha kutekeleza lile jambo. Unaanza kuona ulimwengu unaongea na wewe kupitia uumbaji. Unashangaa umepita mahali, unaona numbers zinajirudia, repeating numbers. Wengine ukiamka unaona 444, hapo unaamka saa 10 alfajiri, kwenye saa yako inaonyesha 444. Au uko kwenye gari unaona plate number za gari 11 11 8 ngapi. Hiyo maana yake nini? Hizo namba zipo tu, lakini kwenye hizo namba kuna alama. Kumbuka ulimwengu wote huu unafanya kazi katika sayansi. Everything is science. Yaani science haijazalishwa na wanasayansi. Science chanzo chake ni Mungu. Chanzo chake ni akili inayoongoza ulimwengu. Sio kama unaelewa? Sayansi na namba, mahesabu, they are all coming from one. Na ni lugha ambayo Mungu anaitumia kuongea na wewe, lakini wewe hujui. Kwa mfano, sauti ya ndani, your intuition. Hiyo ni sauti ya Mungu inaongea ndani yako. Mazingira yako. Kwa mfano, unashangaa uko kwenye
unahitaji jambo fulani au uko kwenye kipindi fulani, kuna mawazo fulani uko nayo, ghafla unafungua redio au unafungua kitabu, unakutana ukurasa, unakutana neno ambalo moja kwa moja linaongea na wewe direct. Ina maana sasa hapo nafsi yako imekuwa katika kiwango cha kuweza kuelewa lugha ambayo ulimwengu unaongea na wewe. Dalili ya 6, unaanza kuona ndoto za wazi kabisa. Ushawahi kuona unaota sio ndoto kama ndoto, yani unakuwa akili yako au nafsi yako inakuwa umelala lakini iko active. Kwa hiyo unakuwa unaishi hata wakati wa ndoto, yani wakati wa usiku umelala, na kwamba kumbuka utambulisho wako halisi haulali. Kwa sababu ulikuwa hujaamka. Sasa spiritual awakening ina maana inakufanya uwe hai, ukumbuke utambulisho wako halisi na uvae ule utambulisho wako usiolala. Kwa hiyo hata ule wakati ambao unakuwa akili ya nje imelala, akili yako ya ndani inakuwa inafanya kazi. Kwa hiyo unaweza ukawa unaona kila kinachoendelea, unakumbuka ndoto zote unazoota, na sio tu ndoto za kawaida, unaanza kuona unaishi maisha halisi katika ulimwengu wako wa ndoto. Na ndipo hapo wakati mwingine unakuwa unaamka usiku, hiyo dalili nyingine. Unashangaa katikati ya usiku unaamka. Hiyo ni dalili ya kwamba roho yako inaamka. Inakuonyesha kwamba ulikuwa umelala kwa muda mrefu, sasa ni wakati wako wa kuamka. Hiyo ni ishara. Usiku watu wanalala, wewe umeamka. Inaonyesha kwamba ulikuwa umelala, sasa unaamka. Kwa inakuwa sio kawaida yako kuamka usiku, lakini inatokea kipindi hiki roho yako inapoamka, utashangaa unakuwa unaota vivid dreams, lakini pia wakati mwingine unaamka katikati ya usiku ama alfajiri saa 9, na wakati mwingine unaamka muda ambao ndio namba ya saa imejiunganisha. Unaamka labda saa 9 na dakika 33 usiku, yani 3:33, au saa 4, saa 10 alfajiri na dakika 44, 4:44. Yeye unaamka tu ghafla unashangaa unafungua saa yako. Yaani hata ukuwa na mpango kuangalia muda. You just check, unachukua simu yako unaangalia, unaona namba zimejipanga pale. Nafsi yako inakwambia sasa tumeamka. Tunaanza safari nyingine, another phase of life. Safari ya kukumbuka. Dalili nyingine inaambatana na ile nilisema ya intuition yako. Unaanza kuisikia sauti ya ndani. Ina maana uwezo wako kutambua unakuwa mkubwa. Kumbuka roho yako haina mipaka. Roho yako inajua yote. Roho yako inatambua yote, hilo uelewe. Kinachokufanya ujione una mipaka ni mwili na akili hii. Kwa hiyo sasa unaanza kuelewa mambo kwa uwazi, pasipo dalili yoyote ya nje, pasipo ushahidi wowote, unayajua tu mambo. Na ndipo hapa sasa unaanza kuona udanganyifu wa watu ambao wamekuwa wakiwa na wewe, wanajidai kama wako na wewe, wako upande wako, lakini kumbe wako kinyume chako. Huwachukii wala huwawazii vibaya, lakini unashangaa tu ukionana nao, wanapoongea unaanza kuona mbona kama ananichora, mbona kama ananidanganya. Kabla hujaamka ulikuwa unaamini kila wanachoongea, maneno yao wanaoyasema. Wengine wanasema rafiki yangu, wengine si mpenzi wangu, they are doing vitu kama hivyo, unachukulia poa. Nafsi yako inapoamka, roho yako inapoamka, after spiritual awakening, unaanza kuona udanganyifu wao. Yaani kwa sababu roho yako inaweza kusense energy yao direct. Kwa anaweza kawa nje anaongea anasema wewe ni rafiki yangu, lakini kuna kitu unaona, huyu mbona sio. Ndipo hapo sasa wale sasa wanaanza kuhisi. Kumbuka wewe hujaongea chochote, hujawaambia kwamba mbona kama unadanganya. Kumbuka roho yako ikishaamka, ina maana nuru yako ya ndani inaanza kumulika, na namna unavyoona inakuwa macho yako kama mwali wa moto, yani yanapenya kwenye nafsi zao. Kwa hata wao wanaanza kujishtukia, wale watu ambao walikuwa karibu yako lakini wanakumanipulate, wanaanza kujishtukia. Ndipo hapo sasa wanaanza kujitenga na wewe, wanaanza kuwa mbali na wewe, sababu wanajiona tena wanakuwa kama kitabu kilicho wazi mbele yako. Mwanzoni wakiwa na wewe, hawe tu unacheka cheka tu, yani uelewi ile michezo yao ile maigizo ile. Lakini roho yako inapoamka sasa unaanza kuwasoma. Hata kama hutaki, akili yako ya nje haitaki, lakini roho yako tayari imeamka, umesha evolve, umeshakuwa katika nafsi. Upo katika level ambayo utembei tu na material thing, uongozwe na mwili. Kwamba mtu amecheka, ameongea maneno mazuri, unaangalia nafsi yake inasema nini. Kwa hiyo pale wanakuwa hawajifichi tena. Ndipo hapo wengi unaweza kupoteza marafiki, unaweza kupoteza watu wako karibu. Wengine unaweza kupoteza hata wapenzi. Kama mpenzi uliyekuwa naye alikuwa ana hila na wewe, ataanza kupoteza ujasiri wa kuwa karibu yako. Sababu akikaa na wewe anakuwa unamsoma everything kuhusu yeye.